Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube. Katika kukuza sekta ya kilimo na kuongeza mchango wake katika uchumi wa taifa, serikali imedhamiria kutoa huduma bora kwa wakulima zikiwemo pembejeo na huduma za ugani kwa wakati. Mathalan, katika kuongeza matumizi ya mbolea nchini, serikali imeendelea kuimarisha upatikanaji na kuhimiza matumizi ya mbolea kupitia mpango wa ruzuku ili kuongeza tija na uzalishaji. Hivyo katika usambazaji wa mbolea kuna jumla ya vyama vya ushirika 2571 ambavyo ni mawakala wanaotambaza mbolea kwa wakulima. Hii ni hatua kubwa na muhimu inaendelea kufanywa na vyama vya ushirika katika kusogeza huduma kwa wakulima. Hali kadhalika, serikali imejikita katika kuongeza uwazi katika upokeaji wa mazao, kuimarisha usahihi wa vipimo na kuongeza imani ya wakulima kwa vyama vyao. Na hili serikali imewezesha usambazaji wa mizani za kidigitali 5558 kwenye vyama vya ushirika wa mazao AMCOS vyenye thamani ya shilingi bilioni 18.36. Hili linaenda sambamba na uwekezaji katika mfumo wa kidigitali ili kuwezesha upatikanaji wa taarifa sahihi na kwa haraka kupitia mifumo ya TEHAMA. Serikali pia imeendelea kuweka mazingira wezeshi yatakayohakikishia sera na sheria inayosimamia vyama vya ushirika inaendelea na mahitaji ya sasa na kujibu changamoto zilizopo. Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike